Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine hapo wanazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa, na unafahamu kwamba leo hii Young Africans wanakwenda kudondoka pale katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, wakiweza kuwaalika wageni wao. Hapo wanazungumzia si wengine bali ni FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa kwanza kabisa katika hatua ile ya makundi, ambapo Young Africans wanakwenda kutupa karata yao wakiwa nyumbani, wakiweza kualika hawa FAR Rabat katika mchezo huu makini kabisa, ambapo mimi nimekusogezea kikosi cha kocha Pedro ambacho amekitangaza siku hii ya leo, ambapo wachezaji ambao watakao katika mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo kikosi ameweza kukiweka bayana. Utakwenda kujua mwanzo mwisho kina nani hao ambao wameweza kupata nafasi ya kuweza kuanza, huku kocha huyo akiweza kutamba ya kusema ya kwamba Yanga ni klabu kubwa na mfumo ambao anakwenda kuutumia leo hii ni mfumo ambao hajawahi kuweza kuutumia. Kwa hiyo ni kwa mara ya kwanza kabisa anakwenda kuonyesha makali yake akiwa na kikosi cha Young Africans. Tutakwenda kujua yote haya, ila kabla tujiendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huko na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia, hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa, sambamba kabisa kwa kile ambacho kilichopo ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni wananchi, ambapo kocha mkuu ameweza kutangaza majina ya kikosi ambacho wachezaji wanaoanza, ambapo golini anaendelea kuweza kusimama Djigui Diarra, Spring Protector. Nafahamu ubora wake miongoni mwa nyota ambao ni tishio kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Ubora wake, umahiri wake akiwa langoni, namna ambavyo anafanya save za kutosha, na namna ambavyo anajua kuweza kupanga safu yake ya mabeki, na namna ambavyo anajua kuweza kujilinda. Kwa hiyo kazi yake kubwa leo hii ni kuhakikisha kwamba nyavu zake hazitikiswi kwa namna yoyote ile kwenye mchezo huo mkubwa, na kuhakikisha kwamba wanaondoka na ushindi ama pointi 3 muhimu katika mchezo huu wa leo. Kwa hiyo Diarra atakuwa langoni kwenda kuzinyaka zote, huku beki namba 2 anasimama Israeli Patrick Mwenda. Licha kwamba najua umeweza kuona picha zikisambaa kwamba Atola ya Ukwasi amerudi kwenye kikosi, lakini mwalimu amesema kwamba leo hii anaanza, na hapa anazungumzia si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda, huku akiweza kumwanzisha benchi. Hapa anazungumzia Atola ya Ukwasi ambaye ameweza kutoka majeraha hivi karibuni. Kwa hiyo anaanza na hapa anazungumzia Israel Mwenda katika mchezo huu. Kwa hiyo iko hivyo. Katika upande wa beki namba 3 anaanza na hapa anazungumzia Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki vitasa kweli kweli, beki ya kwenda, beki yenye sifa za kutosha kabisa katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ukiweza kushuhudia uwezo mkubwa kabisa ambao yuko nao Mohamed Hussein katika upande wa kushoto, amekuwa akiwa na uzoefu mkubwa kabisa wa kucheza
katika maeneo hayo. Kazi yake ni kubwa tu, ni kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi na kuweza kurejea katika nafasi yake ili kuweza kuziba vizuri kwa tahadhari kubwa. Unafahamu pia Farabati sio klabu ndogo, ni klabu kubwa ambayo pia na wenyewe wana malengo makubwa kuhakikisha kwamba wanaondoka na pointi 3 mbele ya Young Africans. Kwa hiyo haitakuwa kazi ndogo kwa siku ya leo. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Ibrahimu Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa mabeki vitasa kweli kweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye eneo lake, akiweza kufanya tackling za maana, akiweza kufanya zile mikimbio na namna ambavyo anakaba, namna ambavyo anapokea na kutoa mali vizuri kabisa pasipo kuweza kufanya madhara yoyote. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Huko nazungumzia beki namba 5 atakuwepo kapteni mwenyewe, si mwingine, unazungumzia huyu ni Dickson Job. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ubora wake, utulivu wake katika eneo hilo ndio unamfanya kuwa na mwendelezo mzuri kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo hilo alina upinzani. Huko nazungumzia hapa nazungumzia si mwingine bali ni namba 6. Hapa anasimama Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota ambao wameweza kupewa majukumu haya mazito katika eneo la katikati, na ni kutokana na ubora wake. Amekuwa na mwendelezo mzuri katika michezo kadhaa ambayo wameweza kucheza hivi karibuni klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo mwalimu anamtizama kama moja kati ya watu muhimu kabisa. Kwa hiyo namba 6 itahudumuliwa na hapa nazungumzia Duke Abuya. Huku namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni Celestine Ekua. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa nyota hatari kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ameonekana kuwa tishio katika michezo hii kadhaa na kuongeza umakini zaidi. Kwa hiyo mwalimu anasema kwamba kazi kubwa leo hii Celestine Ekua ni kuhakikisha kwamba anakwenda kuzitikisa nyavu za wapinzani, na kazi hiyo anaiweza vizuri kabisa. Huku nazungumzia namba 8 anasimama Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya viungo ambao wanakaba sana. Yaani ukizungumzia swala la kukaba uwezi acha kumtaja. Hapa nazungumzia Mudathir Yahya kutokana na ubora ambao yuko nao ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo yuko nayo Mudathir ni kuhakikisha kwamba anakwenda kuvuruga mipango ya Farabati. Huko nazungumzia namba 9 anasimama Andy Boyeli. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mwamba ambao tayari wameshaanza kufungua kabati yake ya magoli vizuri kabisa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa ni rasmi anakwenda kufungua tena kabati yake nyingine katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kuishuhudia ikifanyika kwa siku hii ya leo. Pia wanazungumzia hapa namba 10 anasimama si mwingine bali ni hapa nazungumzia si mwingine huyu ni Mohamed Dumbia. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya, miongoni mwa watu makini kabisa katika eneo la katikati, hususan katika eneo la namba 10. Uweze hata kumtaja Mohamed Dumbia kutokana na ubora wake ambao yuko nao. Licha ya makosa machache, lakini taratibu anazidi kuingia katika mfumo wa kikosi cha Young Africans. Huko namba 11 ikisimamwa na Pacome Pedroso Zouzoua, miongoni mwa viungo bora kweli kweli kuwahi kujitokea ama kutokea kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans na hata ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo hichi ndio kikosi cha Yanga kinakachoanza katika mchezo huu mkubwa kabisa kwenda kuzitafuta alama 3 mbele ya Farabati, mchezo mkubwa kabisa ambao Young Africans